Hapo awali bandari yetu ya Tanga ilikuwa inafanya operation zake tunasema outer anchorage, kwa maana meli zilikuwa hazina uwezo wa kuja mpaka gatini. Kwa majina naitwa Saleh Mbega, ni meneja wa bandari ya Tanga. Kwa hiyo ilipelekea kwamba bandari yetu kuwa ni ya gharama, na vile vile wateja wengi walikuwa wanashindwa kuitumia bandari hii. Maboresho yaliyofanyika ilikuwa ni kuongeza kina sehemu ambapo meli inaegesha. Kina hata kilikuwa ni mita 3, lakini baada ya maboresho zimechimbwa meli imekuwa mpaka mita 13. Baada ya kuongeza kina, meli kubwa zimekuwa zikija kutia nanga katika bandari hii ya Tanga. Hii imesababisha sisi kama ship agents kutoa meli moja kwa moja kutoka China kuileta katika bandari ya Tanga. Kwa sasa hivi bandari yetu inaweza kuhudumia meli kubwa za mita mpaka 240. Baada ya kufanyiwa ukarabati huu, maboresho makubwa, meli zimekuwa hazikai nje muda mrefu. Hii inasababisha sasa Tanga kupokea meli nyingi ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu wateja nao wanapata mizigo yao kwa wakati, hivyo wana opt sana kutumia bandari ya Tanga zaidi ya bandari yoyote. Kutokana na maboresho ambayo yamefanywa katika hii bandari ya Tanga, sisi kama kampuni ya Afrika Waka tumepata fursa kupitisha mizigo yetu katika hii bandari ya Tanga, kwa sababu kwa kadhaa ambazo umetufanya tupitishe mizigo yetu katika bandari ya Tanga. Meli hazikae sana foleni. Meli zikishakaa dethi zinachukua almost kama siku 3 kishamaliza kushusha mzigo. Pia huduma za bandari ya Tanga ni huduma nzuri ambazo wanazitoa kwa wateja, kwa sababu wanatoa ushirikiano. Mashine za upakiaji zipo za kutosha. Pia katika uhifadhi wa mizigo, ikiwa yadi mizigo inaishusha vizuri, pia wanahifadhi mizigo vizuri. Baada ya kufanyika maboresho haya ni kwamba idadi ya meli zimeongezeka. Awali bandari yetu kwa mwaka ilikuwa inaweza kuhudumia meli takriban 118. Lakini kwa rekodi za mwaka 2024 na 2025 jumla ya meli 450 ziliweza kuhudumiwa. Hiyo yote ni kwa sababu ya kuongeza maboresho yaliyofanyika katika maeneo ya miundombinu, lakini vile vile katika vifaa ambavyo vinatumika katika kutoa huduma katika meli.